Mpenzi msikilizaji, karibu katika mkasa huu. Ni mkasa wa kweli wa maisha. Binti Irene katika siku ya harusi. Nikusihi hakikisha unanipea sapoti kwa kusubscribe kisha na kulike. Hii ni Vam TV Online. Ukisha sikiliza hakikisha unatoa maoni yako. Nini maoni katika jamii ambayo inatuzunguka kwa haya maisha ambayo binti Irene yalikuwa yamemkumba? Naanza kwa kuwaletea mkasa huu. Irene mwenyewe alikuwa msichana mrembo na mwenye heshima aliyeishi jijini Dar es Salaam. Huko Dar es Salaam alikuwa ameishi miaka 3 hivi. Alikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na kijana aliyeitwa Kelvin. Kelvin alikuwa kijana aliyekuwa akifanya kazi katika kampuni binafsi ama sekta binafsi. Wengi walitamani kuwa na mapenzi kama yao kwa sababu walionekana kupendana sana. Lakini baada ya miaka ya kusubiria, Kelvin alimposa Irene rasmi mbele ya familia zote mbili. Furaha ilitawala kila mahali. Maandalizi ya harusi yalianza mara moja na kila mtu alikuwa na hamu ya kuona siku hiyo kubwa ikifika. Kadri siku zilivyoenda kukaribia, Irene alianza kugundua mabadiliko madogo kwa Kelvin. Simu zake zilikuwa nyingi usiku na mara kadhaa alitoka nje kuzungumza kwa siri. Kila alipoulizwa alisema ni mambo ya kazi. Irene, usijali, maandalizi ya harusi yananipa presha kidogo tu. Hiyo ilikuwa usemi wa Kelvin kwamba maandalizi ya harusi yanampa presha. Kevin akiwa alimwambia huku akitabasamu. Irene alijaribu kuamini maneno ya hayo, lakini moyo wake ulikuwa na wasiwasi usioelezeka. Wiki moja kabla ya harusi, rafiki yake mkubwa aitwaye Neema alimtembelea nyumbani. Irene, kuna jambo nimekuwa nikisikia, lakini sijui kama ni kweli, Neema alisema kwa sauti ya chini. Irene alimuuliza Neema na kusema, jambo gani hilo? Neema alimjibu, kuna mwanamke mmoja anadai kuwa Kelvin alikuwa naye kwenye uhusiano muda mrefu na kwamba hajui kama kweli anakuoa. Irene alishtuka sana. Haiwezekani, Kelvin hawezi kufanya kitu kama hicho, alisema kwa kujiamini kiasi kupitiliza. Neema hakutaka kuendelea kubishana na Irene. Alimshauri tu awe makini. Siku ziliendelea kupita. Hatimaye siku ya harusi ilifika. Ukumbi ulikuwa umepambwa kwa uzuri wa hali ya juu. Wageni walijaa. Muziki ulisikika na kila mtu alikuwa na furaha. Irene akiwa amevaa gauni jeupe la kuvutia, alionekana kama malaika. Lakini dakika chache kabla ya kuanza kwa ibada, simu yake ililia. Ilikuwa ni namba ngeni. Alipokea kwa sauti ya mwanamke iliyosikika upande wa pili. Irene, kama unathamini maisha yako ya baadaye, usiingie kwenye ndoa hii kabla hujajua ukweli wote kuhusu Kelvin. Moyo wa Irene ulianza kudunda kwa kasi. Po, 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 po. Irene aliuliza, kwani we nani? Huku hofu ikiwa imemjaa moyoni mwake. Lakini kabla hajapata jibu, simu ilikatwa.
Irene alibaki amesimama akiwa ameganda. Hakujua kama huo ulikuwa mzaa au onyo la kweli. Muda huo huo, nje ya ukumbi, gari jeusi lilisimama. Mwanamke mmoja alishuka akiwa na bahasha mkononi na kuanza kuelekea ndani kwa haraka. Hakuna aliyefahamu kuwa ujio wa mwanamke huyo ungebadilisha kabisa hatima ya harusi ya Irene. Irene alikuwa bado amesimama akiwa ameshika simu mkononi. Maneno ya mwanamke aliyempigia yalikuwa yakijirudia akilini mwake. Usiingie kwenye ndoa hiyo kabla hujajua ukweli wowote kuhusu Kelvin. Alijaribu kupuuza onyo hilo na kuamini kuwa huenda lilikuwa jaribio la kuharibu furaha yake. Hata hivyo, moyo wake ulikuwa mzito sana. Muda mfupi baadaye, mmoja wa wapangaji wa shughuli za harusi aliingia chumbani alipokuwa Irene na kusema, "Irene, kuna mwanamke anataka kukuona haraka sana. Anasema ni muhimu sana." Irene alishtuka. Mwanamke gani? Hakutaka kujitambulisha. Amesema ni wewe tu unayepaswa kuzungumza naye. Kwa mashaka makubwa, Irene alikubali. Dakika chache baadaye, mwanamke huyo aliingia ndani. Alikuwa na umri karibu miaka 28, uso wake ukiwa umejaa huzuni. Mkononi alikuwa ameshika bahasha ya kahawia. "Samahani kwa kuja siku kama hii," alisema. "Wewe ni nani?" Irene alikuwa anauliza. "Mimi naitwa Diana." Irene hakuwahi kusikia jina hilo. Diana alimkabidhi ile bahasha. "Naomba uiangalie kabla hujaenda madhabahuni." Mikono ya Irene ilianza kutetemeka. Alifungua bahasha pole pole. Ndani kulikuwa na picha kadha. Picha ya kwanza ilimwonyesha Kelvin akiwa amemkumbatia Diana. Picha ya pili ilionyesha wawili hao wakiwa kwenye sherehe moja ya kifamilia. Picha ya tatu ndio iliyomfanya Irene ashindwe kuamini macho yake. Ilikuwa picha ya Kelvin akiwa amemshika mtoto mdogo, huku Diana akiwa pembeni yake. "Hii ni nini?" Irene aliuliza kwa sauti iliyokatika. Machozi yalianza kumtoka Diana. "Kevin alikuwa mchumba wangu kwa miaka 4. Tulipanga kufunga ndoa. Mtoto huyo ni wa kwake." Upande wa Irene, dunia ilionekana kusimama. "Hapana, lazima kuna makosa. Ningependa yangekuwa makosa," Diana alisema huku akilia. Kweli, lakini nina ushuhuda mwingi zaidi." Alitoa simu yake na kuonyesha ujumbe mbalimbali kati ya Kelvin na yeye. Baadhi yao walikuwa wameandikiana hata miezi michache kabla ya harusi. Irene alihisi miguu yake ikikosa nguvu. "Kwa nini unaniambia haya yote leo?" "Kwa sababu niligundua kuhusu harusi wiki 2 zilizopita. Nilimpa nafasi Kelvin ya kuambie kweli. Hakufanya hivyo." Wakati huo nje ya chumba, wageni walikuwa wameanza kushangaa kwa nini bibi harusi alikuwa hajafika ukumbini. Kelvin naye alianza kuwa na wasiwasi. Alipoenda kumtafuta Irene, alikuta mlango wa chumba umefungwa. Dakika chache baadaye mlango ulifunguliwa. Kelvin alipoingia ndani alikuta Irene akiwa amesimama, huku macho yake yakiwa mekundu kwa kulia. Pembeni yake alisimama Diana. Uso wa Kelvin ulipauka ghafla.
Diana, umefanya nini hapa? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Swali hilo pekee lilitosha kumfanya Irene atambue kuwa mwanamke huyu alikuwa akisema ukweli. Na hapo ndipo siri kubwa zaidi ilipoanza kufichuka. Mbele ya siku ambayo ilikuwa ya furaha kuliko zote katika maisha yake. Kwa hiyo kazi ikawa hivyo. Kumbuka, huu ni mkasa wa binti Irene katika siku ya harusi. Ukimya mzito ulitawala ndani ya chumba hiko. Huku Kevin akimwambia Irene, naweza kueleza kila kitu, alisema kwa sauti ya chini. Kueleza nini? Irene aliuliza, huku akiinua zile picha kwamba huyu mwanamke sio mchumba wako wa zamani au kwamba huyu mtoto sio wako. Kevin alikosa majibu ya haraka. Diana alifuta machozi yake na kusema, mwambie ukweli leo, hakuna sababu ya kuficha chochote. Baada ya sekunde kadhaa za ukimya, Kevin alishusha kichwa chake chini. Ndiyo, nilikuwa naye uhusiano na Diana, alikiri. Maneno hayo yaliumiza moyo wa Irene kuliko kitu chochote alichowahi kusikia. Kwa nini hukuniambia? Niliogopa kukupoteza, Kevin alijibu. Na ndiyo maana ukaamua kunidanganya? Kelvin hakujibu. Wakati huo wazazi wote wa pande zote mbili waliinuka kutoka ukumbini na kuja kuona kilichokuwa kinaendelea. Walipofika walikuta hali ya sintofahamu. Baba yake Irene alitaka kujua sababu ya kuchelewa kwa harusi. Kwa machozi, Irene aliokabidhi picha za kueleza kila kitu. Ukumbi mzima ulijaa mshangao. Wageni waliokuwa wakisubiri sherehe walibaki wakinong'ona, huku habari zikisambaa kwa kasi. Mama yake Kelvin alimtazama mwanamke kwa hasira. Ni kweli haya yote? Aliuliza Kelvin. Kelvin alinyamaza kwa muda kabla ya kujibu. Ndio, ni kweli. Kilio cha huzuni kilisikika kutoka kwa mama yake Irene. Hakuwahi kufikiri kuwa siku ya harusi ya binti yake ingejaa maumivu kiasi hicho. Baada ya dakika chache majadiliano kumalizika, Irene alifuta machozi yake na kusimama imara. Alimtazama Kelvin machoni. Nilikupenda kwa moyo wangu wote, nilikuamini kuliko mtu yeyote, lakini ndoa inayojengwa juu ya uongo haiwezi kudumu. Kelvin alijaribu kumwomba msamaha, lakini Irene alikuwa ameshafanya uamuzi. Mimi siendi madhabahuni leo. Maneno hayo yalimshutua kila mtu. Harusi ilisimamishwa rasmi. Baadhi ya wageni waliondoka kwa huzuni, wengine kwa mshangao. Kevin alibaki akiwa amesimama, akiwa hana la kufanya, huku akitambua kuwa amepoteza mwanamke aliyempenda kwa sababu ya kutosema ukweli. Miezi kadhaa baadaye, Irene alianza maisha mapya. Alijikuta katika kazi zake na kujifunza kuwa furaha ya kweli huanza kwa kujiheshimu na kufanya maamuzi sahihi hata yanapokuja magumu. Ingawa siku yake ya harusi iligeuka kuwa siku ya maumivu, aliishia kuamini kuwa ukweli uliomfika mapema ulimwokoa kutokana na maisha ya ndoa yenye siri na uongo. Na hivyo ndivyo binti Irene
kumalizikia akiwa ameumizwa, lakini akiwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali. Maisha ya Eileen yaliendelea na baadaye akapata mchumba ambaye walifunga ndoa na si Kelvin tena. Basi hapo wakaendelea katika maisha yao na kuishi vizuri. Msikilizaji, hii ni Vam TV Online, na kama huja subscribe, hakikisha tu una subscribe ili tuweze kuwa pamoja katika simulizi mbalimbali. Kubwa, unaweza kuingia kwenye playlist ya Vam Simulizi na kusikiliza simulizi nyingi ambazo tumeziposti ili tuendelee kuwa pamoja zaidi katika simulizi mbalimbali. Asante kwa kuwa nami. Mungu akubariki. Tuwe wote katika siku nyingine na wasaa mwingine. Asante.